Okay. Karibu tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu. Karibu tena katika mwongozo wa maelekezo, na pole sana kwa hizi siku mbili hatukuweza kuongea kwa sababu tulikuwa tuko busy sana. Tulikosa muda mzuri zaidi wa kuweza kuandaa na jinsi ya kuongea, kwa tulikuwa kidogo tumebanana. Kama ilivyo ada na kama ilivyo desturi, tunakuwa na utaratibu wetu ni ule ule wa kuwa tunaongea masuala mbalimbali ya kiafya, na leo tunapenda kuzungumza kuhusu changamoto kubwa sana ya uzazi, hasa kwa wanawake na wanaume. Kumekuwa kuna wimbi kubwa sana kwa changamoto hizi za uzazi kwa wanawake na wanaume, ambapo watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba kwa nini unene unasababisha kuharibu kwa uzazi wa mwanamke na mwanaume. Tulisha kuzungumza mwanzo, miongoni mwa vitu ambavyo vinavyosababisha mwanamke anashindwa kushika ujauzito na mwanaume anashindwa kushika ujauzito ni ugonjwa mkubwa sana ambao ni hii changamoto ambayo tunakuwa tunazungumza kuhusu unene. Na tulishazungumza sana, tukaelezea sababu ambazo zinazotokea kwamba ukiwa na hormone, shida ya hormone kwa mwanamke na wanaume inapelekea changamoto kubwa sana ya kupata obesity, unene. Unapokuwa obesity unaingia katika matatizo makubwa sana. Sasa leo tuzungumzie kuhusu unene. Unene unakuwaje? Na kwa nini unene? Kwa nini swala la unene? Kwa nini unene? Unene si muonekano tu. Unene si swala la muonekano tu, bali ni ugonjwa wa kimetabolic. Yaani tunapozungumzia metabolic, maana yake tunakusudia ni ugonjwa ambao unasababisha kwa hormone kuharibika, inasababisha mzunguko wa damu na ubora wa seli za uzazi zinakuwa haziko vizuri. Sasa hapa nimezieleza kwa pande zote mbili, au leo nitazieleza kwa pande zote mbili. Kwa nini inakuaje? Ipoje ilikuwaje? Tukianza kwa mwanaume, kwanza inapunguza hormone ya testosterone. Kwa sababu mafuta mwingi yanabadilisha hormone ya testosterone na kuwa estrogen, ambapo inapelekea mwanaume anakuwa anashindwa kufanya, uwezo unakuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo hormone inapokuwa inabadilika kutoka hormone ya kiume kuingia hormone ya kike, inakuwa inashindwa sana. Sasa unapokuwa na hii inasababishwa sana na umeng'enyaji, hasa kwenye umeng'enyaji wa chakula. Yani chakula kinapokuwa kinameng'enywa, inakuwa inasababisha hii changamoto moja kubwa sana inaitwa aromatase. Maanake inatambulika kama hii kubadilika kwa hiyo hormone ya kiume ambayo ikiwa testosterone kukua estrogen, ambayo inapelekea hasa kwenye jinsi ya wakati wa kumeng'enya chakula na kupata hiyo changamoto. Lakini matokeo yake ni kitu gani? Kwa sababu gani hizi hormones zinabadilika? Inakuwaje? Kipi kinatokea? Matokeo yake kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa, na wakati mwingine kupelekea kuwa dhaifu, lakini pia hata uzalishaji wa mbegu unakuwa ni mdogo sana. Lakini pia inakuwa hata ubora duni wa mbegu unakuwa ni mdogo sana. Kwa mwanaume ambaye ana changamoto ya unene, anakuwa na mbegu duni sana. Yani unene unasababisha, kuna changamoto moja inaitwa oxidative stress, yani uchafu wa chemical mwilini ambao unaharibu hasa DNA au DNA ya mbegu kabisa. Na mbegu zinakuwa wakati mwingine zinapelekea zinakuwa ziko chache. Mbegu zinakuwa ziko dhaifu, poor motility, lakini pia zinakuwa zenye umbo lisilo sahihi. Ina maana yake inakuwa abnormal morphology, yani inakuwa haziko katika umbo sahihi. Lakini zinakuwa dhaifu, zinakuwa poor mortality, zinakuwa low count, zinakuwa katika ubora mdogo sana. Lakini unapokuwa na unene inamaanisha mishipa yako inakuwa inajaa damu, kwa hiyo mzunguko wako unakuwa ni hafifu wa damu. Lakini pia kwa sababu unene unasababisha mirija kuziba, kwa hiyo unakuwa unaingia katika wimbi la pressure na kisukari mara kwa mara. Lakini pia
Unene unasababisha mishipa ya damu inaharibika, na pia wakati mwingine unapelekea tatizo la mishipa ya damu inapokuwa haifanyi kazi vizuri, manake ushukaji na uinukaji kwa uume unakuwa erection yake inakuwa ni ndogo sana, au wakati mwingine inachukua muda mrefu sana kunyanyuka. Lakini pia unapokuwa na unene unaingia katika changamoto kubwa kabisa ya insulin resistance. Tukisema insulin resistance, maana yake tunakusudia wewe mwili wako unashindwa kuregulate kiwango cha insulin, ambao unajikuta unaingia kwenye matatizo kama ya kisukari na matatizo mengine. Wanaume wengi wanene wanapata changamoto kubwa sana ya kuingia kwenye changamoto ya kisukari. Lakini pia inapunguza hata uzalishaji, inapokuwa insulin yako inakuwa haiko nyingi haiko katika ubora ambao unatakiwa. Yani insulin yako inashindwa kufanya kazi kuregulate kile kiwango kizuri, inamaanisha wewe unakuwa uwezo wako unakuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo hayo ni kwa ajili ya mwanaume. Sasa tuangalie kwa mwanamke inakuwaje. Kwa nini mwanamke naye pia anapokuwa mnene anaingia katika nafasi gani? Mwanamke anapokuwa mnene anaingia kuvurugika sana kwa ovulation. Unene unabadilisha sana hormone, inabadilisha hormone za uzazi, estrogen, progesterone, LH, FSH, zote ni hormone ambazo mwanamke. Okay, tukizungumzia kuhusu kuvurugika kwa hormone kwa mwanamke, tunakuwa tunaingia katika mwanamke mzunguko wake unakuwa uko zigzag, ueleweki, mara 28, mara 30, mara 34, mara unakuja 21, maana yake hedhi ambazo sio za kawaida anapata, hata ovulation anakuwa anakosa. Inamaanisha huyu anakuwa na changamoto ya hormone imbalance. Lakini pia kuongezeka kwa matatizo ya wanaita PCOS au wanaita polycystic ovary syndrome. Maana yake hii inasababisha mayai kutokukomaa vizuri. Lakini pia ucheleweshaji au kukosekana kwa mimba mara nyingi sana inakuwa inasababisha unapokuwa ni mnene unaingia katika hilo wimbi. Lakini watu wanene wanakuwa wanaingia katika quality ndogo sana ya mayai yao yanakuwa yako kwenye quality ndogo sana. Mafuta mengi yanasababisha uvimbe wa ndani wa mwili, au tunaita kwa kitaalamu kunaitwa chronic inflammation. Kwa unapoingia kwenye chronic inflammation unakuwa unaingia katika ubora wa mayai yako unakuwa ni mdogo sana. Lakini pia uvimbe huu unaathiri ubora wa mayai na uwezo wa kushika mimba. Kwa watu wengi wanakuwa wanakosa kushika mimba kwa sababu ya hii ubora unakuwa ni mdogo. Lakini pia hatari ya mimba kutoka au matatizo ya ujauzito, watu wengi wanapokuwa wanene, kwa sababu wanawake wengi wanene wanakuwa wanaingia katika hatari ya mimba na matatizo ya ujauzito. Mimba wakati mwingine zinaingia na kutoka, na ukuta ukishika baada ya miezi mitatu inatoka, baada ya miezi mitatu inatoka. Kwa hiyo wanawake wengi wanene wanaharibika kwa mimba, miscarriage wanapata kisukari cha ujauzito, pressure ya ujauzito kwa sababu ya unene. Lakini tukiangalia kwa ufupi jinsi unene unavyoathiri wote wawili, kwanza inavuruga homoni za kike na za kiume, lakini pia inapunguza hamu ya tendo la ndoa kwa jinsia zote na kuweka msongo wa mawazo, lakini pia kuathiri afya ya moyo pamoja na mishipa. Kwa hiyo uzazi unategemea usawa wa homoni, ubora wa cell, lakini pia mzunguko mzuri wa damu, lakini pamoja na afya ya akili. Unene huvuruga vipengele hivi na kupelekea changamoto kubwa sana ya kushindwa kuweza kushika ujauzito. Sasa ikiwa wewe unapata changamoto hii ya unene, tunazo program ambazo nzuri tumeziandaa kwa ajili ya kuweza kurekebisha changamoto hii, ambapo inakupa nafasi ya kupungua asilimia kubwa sana kadri unavyozidi kutumia. Hii ni mada ambayo tumeiandaa siku ya leo. Kwa hiyo asante sana kwa kutufuatilia, kutusikiliza, lakini pia kutupa nafasi ya kuwa mmoja na sisi siku ya leo. Asante sana, Mungu akubariki. Tunaona katika vipindi vinavyokuja, na hakikisha umesubscribe, umelike, lakini pia usahau kucomment hapo chini kwa ajili ya kufuatilia au kupata nakala zetu za moja kwa moja. Asante sana, tunaona katika wakati na vipindi vingine.